na ninajua maswali ni mengi kuliko mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna watu wamejaa maswali hapa, na ikifika hiyo time ya maswali najua haraka ya kwenda nyumbani itapungua, especially kwa wale ambao wanauliza. Wale ambao wamenyamaza watajisikia wanataka kwenda nyumbani. Amen. Nataka kabla sijaingia sehemu ile nyingine nigusie kidogo mambo ambayo ameyataja, pengine yanaweza kuzua maswali pale mbele, na pengine nikigusia zaidi inaweza kusaidika. Ameuliza swali ama ameongea juu ya maandalizi wakati mtu anaingia katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu muhimu sana. Kuna maandalizi ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana serikali ikachunguza akili za watu, wanadamu wanaitwa kina Morris, kina Betty, wakaona akifikisha miaka 18 angalau ameingia akili. Akiambiwa fanya hili anaweza akalifanya vile ambavyo ametumwa. Bwana Yesu asifiwe. So tunapaswa wakati tunaingia ama tunakaa katika ndoa tuwe na maandalizi ya kila kitu ambacho tukiendeleza katika hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe wakati anatengeneza mwanadamu ambaye alimuumba mke na mume, hivyo ndivyo neno linavyosema. Kabla kufanya hivyo alianza kutengeneza vitu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe. Akatayarisha shamba la kulimwa, akatayarisha matunda ya kuliwa, akaweka wanyama wa kufuga. Bwana Yesu asifiwe. Akatayarisha bustani ya kuwa wanaweza wakaenda wakakaa starehe, wakaangalia miti na maji yanatoa sauti kule kwa mito ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Wajisikie kwamba wakifika hapo wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ameumbwa kwa hali zake nzuri za kupendeza mwenzake, lakini wakaandaliwa mazingira pia ya kuwa wayafurahie. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mtu pia anapofika wakati wa kuwa anahitaji kuingia katika ndoa huwa anapaswa hivyo, lakini sisi tushapita tayari huko. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tushapita. Ala? Nani hajapita? Nipasimulie zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maandalizi hayo ni muhimu sana, kwa sababu usipoiandaa akili yako inaleta changamoto pale mbele, na tutaziona baadaye. Tena zimegusiwa tayari zingine, nikasikia nilipokuwa kule nje mimi hata sikusikia. Nirudi ndio nimesikia maswali yanajibiwa. Sikujua hata ni maswali gani, lakini nikaunganisha kidogo nikaona kuna maswali ya kufanana na hivyo, kwamba wewe umeingia katika ndoa ukiwa na utayari wa jinsi gani. Bwana Yesu asifiwe. Ama ukiwa unauelewa wa kiasi gani kuhusu hiyo ndoa. Amen. Sasa kwa sababu sisi sote tulio hapa tuko tayari katika ndoa, tunataka tuangalie ni vitu gani ambavyo vinakaa kama changamoto za ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Zinatusumbua kule majumbani kwetu, ama tutaishi vipi? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatarajia wewe na huyo mwenzako huyo ambaye unamuita mke muwe mtakaaje. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa leo, katika mataifa, hata katika waliookoka, bado tunasikia habari za ndoa, watu kuachana mpaka leo. Amen. Chanzo chake ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha hao watu ambao walishikana pamoja, wakaenda wakakaa pamoja, alafu leo wanaachana ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kuuliza swali, chanzo cha ndoa ni nini? Si watu wawili kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Kama hawa watu walipendana, ndio maana wakaanzisha ndoa, wakakubaliana kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka kuinua mkono wakati ule unaulizwa kwamba kwani ndoa ni nini, akajibu yule akasema ni makubaliano ya watu wawili, mume na mke. Lakini hakuongeza neno moja muhimu sana, hiari. Bwana Yesu asifiwe. Unalazimishwa na babako kwenda kwa huyu, unalazimishwa na babako. Bwana Yesu asifiwe. Ulijikuta huko. Amen. Na hiyo kwamba
chanzo cha ndoa ni kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha watu wawili kuishi pamoja inaweza kuwa tofauti, lakini chanzo cha ndoa ni kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha watu wawili kuishi pamoja ni tofauti na chanzo cha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni makubaliano kweli ya wewe na yule mwenzako. Amen. Ndio maana nikasema hata kama wewe ni mama ama ni baba, lakini huna mke ama huna mume, kama manake ndoa uliingia tayari, baki ya kupata huyo mwenza. Bwana Yesu asifiwe. Si hali matendo mengine yanaitwa matendo ya ndoa. Ama tuielezeje basi hiyo ndoa? Sasa wadudu na wanyama kule nje wanafanya hayo matendo hayo, lakini hawana pete wala hawavai shela. Bwana Yesu asifiwe. Wakishamaliza kila mmoja anajiendea kivyake. Lakini wanadamu sivyo, manake mpango wa Mungu haukuwa hivyo. Amen. Anasemaje Musa katika kitabu cha Mwanzo? Anasema kwamba aliumbwa huyo mwanamke kwa kufanana na Adamu. Anafanana na wewe. Kwa hivyo siku ile utakaposimama mahali useme kwamba nabeba virago vyangu ninaenda kwa Dani, pige kambi kule, sura inaanza kubadilika, ufanane na huyo Dani. Inapaswa kuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mioyo yenu inaanza kuiana, inaanza kulingana, mpaka mnafikia mahali ukisema hata mimi nilikuwa nataka kusema hivyo hasa. Nilikuwa nafikiria kwamba mwezi huu kidogo mambo ni magumu, lakini mwezi ujao nilikuwa nafikiria kwamba tuende kwa mama mkwe. Huyo ni Dani anaongea. Anasema hata nilikuwa nataka kukwambia hivyo, lakini vile nimechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wanahuiana ama wanafanana mpaka mawazo. Amen. Lakini kama chanzo ni kupendana, mbona waachane baadaye? Kuna vitu ambavyo huwa vinaingilia hapo ndani. Amen. Na bado viko katika hiyo mazingira ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ulipatanaje wewe na huyo mwenza? Nikatangulia kusema pale mwanzo, hata hapa kungekuwa na vijana wangekuwa bado wanapata wachumba hapa tukiendelea kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako katika matanga na mazishi wanaomboleza, wao wanapatana wachumba pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ninafurahia nimesikia kauli moja huko mbali kwamba ilikuwa inasukuma mahali hakukutobolewa kidogo. Yaani kwamba kuna wengine walifanya uchumba wakajitangaza, wakajipeleka mpaka wakavaa shela na wakavalishana pete. Na wengine ni wale walienda kufundishana nyimbo za kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya Bible study ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na Bible wakaiweka pale, wakasoma Bible. Mwisho kwa sababu viungo haviokoki, wakaipiga mateke, wakaichana na mambo ikaharibika. Mdada natoka pale akiwa hali zake na kufanana na bibi, akasema hapa sasa anafichika huyu. Bibi akasema, alafu sasa unatarajia asemeje akifika kwao? Bwana Yesu asifiwe. Sasa anamrudia akasema, anamwambia akasema, unajua hii hali hii, yale mengine tulikuwa tunaweza kujifungia kwa nyumba, hii haifungiki kwa nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Haifungiki kwa nyumba. Kila nikitokeza hivi wanajua tayari. Tafanyaje? Kasema anapiga hesabu zake zote, anasema juu ya hiyo story kama mwanzoni walikubaliana kuoana. Walikuwa wanasoma Bible study. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja ni mwalimu, mwingine alikuwa mwanafunzi. Sasa hawa wameoana si kwa makubaliano ya kuwa tukae mke na mume, ni mwanafunzi na mwalimu wake. Mmeipata hiyo picha?
Unatarajia nini kesho? Mwalimu anabaki kuwa mwalimu, na ukicheza na mwalimu na kudunga kiboko. Bwana Yesu asifiwe. Na ikizidi sana mwalimu anafanyaje? Suspension. Hiyo ndio kawaida ya mwalimu. Sasa ndoa zinapata shida, ama ndoa zinakuwa na shida kwa sababu ya misingi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeendelea hivyo kwamba chanzo cha matatizo yaliyo katika ndoa ni misingi ya ndoa hiyo. Hawa watu walipatana katika maeneo gani, mazingira gani? Bwana Yesu asifiwe. Walipatana kwa makusudi ya kwamba tunaoana, uwe mke wangu, uwe mume wangu, ama walikuwa marafiki alafu mambo yakaharibika? Kwa sababu tumbo imejaa, kuna mtoto anaendelea kukua, ikabidi hawawezi wakaachana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hivyo, mtu usingepata mimba, singekuwa naishi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo kweli? Na wengine wanafika that far extent, wanajaribu kutoa, imeshindikana. Sasa inabidi. Amen. Ikiwa ndoa imeanzwa katika misingi hii, mara nyingi itakuwa na changamoto nyingi. Kwa hivyo watu walioanza ndoa katika misingi hiyo lazima warudi nyuma, wakae tena chini, wajiulize, haya, hatukuwa na makusudi haya ya kuoana tuwe bibi na mke na mume, lakini sasa imetupata, tufanyeje? Tukubaliana ama kila mmoja ashike njia yake? Mwanzo hapo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wakisema kwamba tuende sasa, tunaondoa wewe ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi, tunaondoa kwamba wewe ni baba, wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudi ni mke na mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo likiwekwa katika msingi, inakuwa sasa kule mbele kila mmoja anaweza kuenda katika Biblia akasema, jukumu langu kama mwanamke kwa ndoa yangu ni hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila akitaka kusema ninapaswa kumheshimu mume wangu, sasa huyu alikuwa mwalimu wangu tu, na mheshimuje huyu mtu? Mwalimu wa kwaya akitaka kutoka aende kwa mazoezi ya kwaya, haiwezekeki, maanake anaweza enda kupata mwingine huko. Bwana Yesu asifiwe. Lingine ambalo liko katika misingi hiyo ni lile ambalo limetajwa, la mtu anaenda kwa sababu ameona kuna kakitu. Unaelewa? Zinamwagika. Akisema kuna harusi, ashanunuliwa mwanzo ya kuendea, kesho ya harusi, alafu ya kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni msingi anajengewa, si ndio? Ni mapenzi inajengwa. Anazoea hiyo hali hiyo, alafu akirudi nyumbani yanatokea haya ya mzee Gabriel haya, kwamba amezoeshwa nguo 3 kwa harusi moja,